Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji wa ITV, bila shaka hujambo na karibu sasa katika kipindi hiki cha afya ya jamii kutoka hapa ITV. Kipindi hiki kinakupa nafasi wewe mtazamaji kuweza kufahamu mambo mengi sana ambayo yanayohusu afya yako. Kupitia ITV tumekusogezea wataalamu mbalimbali wa afya ili waweze kukuletea elimu kubwa kuhusiana na magonjwa mbalimbali. Na leo tutakuwa na ugonjwa wa saratani ya matiti. Mimi ni Othman Suleiman, ndiye mwenyeji wako ambaye nakualika katika kipindi hiki. Tafadhali ungana nami tokea mwanzo wa kipindi hiki mpaka tamati yake. Ugonjwa huu wa saratani ya matiti umekuwa hasa ukiwagharimu kina mama waliokuwa wengi sana nchini Tanzania, lakini taarifa za wataalamu zinasema hata kina baba pia wanaweza wakapata ugonjwa huu wa saratani ya matiti. Kupitia MEWATA leo hii tutazungumza mengi kuhusiana na ugonjwa huu, na hapa ninaye mjumbe kutoka MEWATA ambaye pia ni daktari kutoka Hospitali ya Taifa Muhimbili, Dr. Monafisha Lema, ambaye kwa pamoja tutazungumza mengi kuhusiana na ugonjwa huu wa saratani ya matiti. Mimi ni Othman Suleiman, ndiye mwenyeji wako. Tafadhali ungana nami tokea mwanzo wa kipindi hiki mpaka tamati yake. Dr. Monafisha, karibu sana. Asante. Habari za kazi? Nzuri tu. Pole na majukumu. Asante, karibu. Asante. Leo nataka tuzungumze kuhusiana na ugonjwa wa saratani ya matiti. Bila kupoteza muda, ugonjwa wa saratani ya matiti hasa ni nini? Lakini MEWATA mmekuwa mkifanya mazoezi mengi sana kufanya uchunguzi wa saratani ya matiti. Nini ambacho unaweza ukawaeleza watazamaji hasa kina mama ambao wanakumbana na tatizo hili? Asante ndugu mtangazaji. Saratani ya matiti inaweza kupata wakina mama hata pia wakina baba. Na kwa wakina baba ni asilimia ndogo chache ambayo ni kati ya 1% mpaka 2% ambapo wanaweza kupata saratani ya matiti. Lakini kuwa mwanamke, hiyo inakupa vihatarishi vya kuwa na saratani ya matiti kwa asilimia karibu ya 100% kwa wanawake. Na saratani hii haina kitu hasa ambacho kinasababisha, lakini kuna vihatarishi ambavyo vinakuwa kwa wanawake au katika mazingira ambayo tupo, ambayo yanapelekea kupata saratani ya matiti. Katika vihatarishi hivyo, moja inaweza ikawa ni umri mkubwa zaidi ya miaka 50. Kingine kwa mwanamke inakuongezea ile uwezekano wa kupata tatizo, na pia kuwa na uzito ambao ni wa juu, kuto kufanya mazoezi, kunywa pombe, kuvuta sigara, kukaa katika mionzi inakuletea kupata saratani ya matiti, na pia vinasaba vinaweza vikakuletea kupata saratani ya matiti. Katika hizo wamama wanaweza kupata matatizo hayo, na jinsi tungependa zaidi wamama wajue jinsi ya kutambua saratani hizo za matiti. Kwa kawaida mara nyingi tunawaambia wamama wajue tu, sio wao kwamba ndio wao wawe wachunguzi na waamuzi wa mwisho kwenye hilo, ila wajue kujiangalia matiti yao. Kwa hiyo mama atakuta kuna uvimbe au ziwa limekuwa kubwa kuliko ziwa lingine. Kama hili namba 1, ziwa la upande wa kulia limekuwa kubwa kuliko ziwa la upande wa kushoto kama inavyoonyesha. Kwa hiyo akiona vile, tunamshauri kwamba awe anakuja kwa mtoa huduma hospitali ili aweze kufanyiwa uchunguzi. Na pia mama anaweza kukuta chuchu imeganda, yani haitoki nje, kama kwenye picha hii inayofuata. Chuchu hata ukiivuta nje, chuchu haitoki. Kwa hiyo akiona dalili hiyo, aje hospitali kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Saa nyingine mama anaweza kukuta ganda ya ziwa linakuwa kama kuna ugonjwa wa ngozi. Kwa hiyo ile inaonyesha ugonjwa wa ngozi hasa kwenye chuchu na pale kwenye uso wa chuchu. Inaonyesha kwamba saa nyingine kunaweza kuwa kuna ugonjwa unaitwa Paget disease, ambao ni dalili za mwanzo za kansa ya ziwa. Katika wamama wengine ziwa linaweza likatumbukia ndani
kama dimpo hivi, lakini dimpo sio kwenye shavu, dimpo linakuwa kwenye ziwa kama hapa, ambapo hiyo pia inabidi aje afanyie uchunguzi, kwa sababu inamaanisha zile chembe za kansa zimeshika mpaka kwenye ngozi. Saa nyingine mama anaweza akapata kivimbe. Kwa hiyo vivimbe vile kinaweza kika kimoja au vingi katika ziwa vinatanda, na hapo pia aje kufanyia uchunguzi. Na pia mama anaweza akapata kidonda kwenye chuchu au kwenye ziwa. Hiyo inamaanisha kansa imeshasambaa mpaka kwenye ngozi na imeshakula, na iko kidonda kitaweza kupona. Kwa hiyo aje kwa ajili ya uchunguzi. Saa nyingine tatizo linaweza likaja kuwa kwamba ngozi ya titi inakuwa kama chungwa, ganda la chungwa nje kama hivi. Ni tofauti na ngozi ya kawaida. Kwa mama akiona vile, tunashauri pia aje kwa ajili ya uchunguzi. Na kwa mama wengine wanaweza kupata pia mitoki kwenye makwapa kama imeshasambaa kwenye lymph nodes. Na pia kama tatizo limeshaenda mbali sana, mama anaweza pia akapata kusambaa kwa kansa inaweza kuingia kwenye mapafu au kwenye ubongo au pia kwenye mifupa, kwenye mifupa ya uti wa mgongo na pia kwenye ini. Kwa hiyo pale inakuwa tatizo limeshaenda mbali sana. Kwa mama ambaye angependa kujiangalia mwenyewe, kwanza anaweza akalala chini, wakati mkono ambao ziwa ambao anachunguza anaweka chini ya kichwa, na mkono ambao hauna ziwa ambao linachunguza ndo anatumia kuchunguza. Kwa hiyo baada ya hapo atazungusha mkono kama tunavyoonyesha hivi, kuangalia kama kuna vivimbe. Na pia akikuta hamna kivimbe huku, itabidi pia apeleke mkono kwenye kwapa aone kama kuna kivimbe. Na pia tunashauri mama asimame wima na kulinganisha ukubwa wa maziwa, kama maziwa yamekaa ukubwa uko sawa, na pia kama chuchu ziko katika level moja. Kwa hiyo akikuta kuna utofauti wa chuchu hii na chuchu hii au ziwa hili na ziwa hili, tunashauri pia aje hospitali kwa ajili ya kufanyia uchunguzi zaidi vizuri zaidi. Na picha hii hapa inaonyesha mama akiwa anajichunguza wakati amesimama, kuangalia upande wa ziwa juu na pia kwapa. Na hapa pia mama tunamshauri anakamua ile chuchu ili kuona kama kuna damu inatoka au maziwa au majimaji. Na akikuta kati ya hivyo, tunamshauri pia aje kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Katika hili tunapenda kusisitiza kwamba mama sio mwenye sauti ya mwisho ya kusema ana tatizo au hana. Kwa hiyo hata kama unaweza kufanya hivi au unajua hivi, lazima pia uje kwa ajili ya kuchunguzwa, na atakayetoa uamuzi wa mwisho ni mtoa huduma na wala sio mama peke yake. Na haswa wale ambao wana vihatarishi, tunashauri kwamba waende kufanyia uchunguzi mara moja kwa mwaka. Na wale ambao hawana vihatarishi, tunashauri wamama wale wao wanachunguzwa baada ya miaka 2. Kwa hiyo tunashauri mama atakapoona tatizo hilo aje kwa mtoa huduma, na watoa huduma watamuelekeza, na baada ya hapo atafanyiwa uchunguzi. Uchunguzi unaweza kufanyiwa kwa vipimo vya mammograph, na uchunguzi mwingine wa kutoa chembe zile kwa kutumia sindano kuvuta kwenye ule uvimbe, na uchunguzi mwingine inawezekana pia kukata sehemu ya uvimbe kwa ajili ya kwenda kusomwa kwenye maabara. Na pia uchunguzi mwingine uvimbe wote unaweza ukatolewa na ukaenda kufanyiwa uchunguzi kwenye maabara pia. Baada ya hapa, mama yule akipatikana ana tatizo, anakuja sasa kwa ajili ya kufanyiwa operation. Operation inaweza ikawa sana hapa kwetu, ukikuta una saratani ya matiti, operation yake ni kutolewa titi lile ambalo lina tatizo, na pia watatoa kama kuna mitoki kama inaweza kutoka itatolewa. Na pia baada ya hapo mama anashauriwa aende kwa mionzi na dawa za drip. Katika hili tunapenda kusisitiza kwa sababu saa nyingine wamama wanaweza kawa wamefanyiwa tu operation, wanarudi nyumbani au vijijini,
bila kurudia kuja kwenye mionzi au kwenye dawa za drip. Hiyo italetea kwamba kansa inarudi tena. Kwa hiyo tunashauri wamama wawe wanafuatilizia mionzi na dawa za drip. Na pia baada hapo ataendelea kuja kliniki akishamaliza zile dawa za mionzi na za drip. Saratani hii ya matiti, 90% wana uwezo wa kupona ukawa kwamba wamepona katika miaka 5 ya kwanza. Kwa hiyo tunashauri wamama waje mapema kuja kwa ajili ya kufanyia uchunguzi. Wamama wengine ambao tunawakuta kabisa, utakuta ni mama muelewa, mama wa hapa mjini, anakwenda kwenye tiba mbadala. Hilo kwa kweli hatushauri, kwa sababu baada ya hayo yote kule wanashindwa, wanakuja tena kwetu, alafu tatizo linakuwa limesha sambaa sana. Kwa hiyo inakuwa kwamba tumemkosa huyu mama. Kwa hiyo tunashauri wamama wetu, tafadhali kukuta uvimbe wowote, wewe njoo hospitali, utafanyiwa matibabu na inawezekana ukaepuka matatizo zaidi kwa kuwahi kuja kwa ajili ya matibabu. Asante sana Dr. Mwanafisha Lema, mjumbe kutoka MEWATA. Nakushukuru kwa maelezo yako marefu, lakini nini ukubwa wa hili tatizo barani Afrika na duniani kwa ujumla, lakini pia sababu za kupatikana hii saratani ya matiti kwa jamii ni zipi? Saratani ya matiti duniani inaweza kupata 12% ya wanawake wote walioko dunia, na ni saratani ambayo kwa wanawake inachukua 25% ya saratani. Kwa dunia, saratani ya matiti ni ya kwanza inayoathiri wanawake kwenye saratani za wanawake. Kwa Afrika, saratani ya matiti ni ya pili ikiongozwa na saratani ya mlango wa kizazi. Na sababu hasa za saratani ya matiti katika jamii zetu zinaweza zikawa kwanza kwa ajili ya ule umri tulivyosema, na pia kuwa mwanamke, ulaji wa vyakula vyenye mafuta, kuto kufanya mazoezi, unywaji wa pombe, kuvuta sigara. Pia vinasaba vinaweza vikasababisha mwanamke au hata mwanamume kwa vinasaba kupata saratani ya maziwa. Kwa saratani ya matiti kwa wanaume huwa inasababishwa mara nyingi na vinasaba. Lakini dokta, ni umri gani hasa mama anaweza kupata ugonjwa huu wa saratani? Na pengine mama alipata saratani pengine titi la kushoto, kuna uwezekano saratani kahamia titi la kulia? Asante ndugu mtangazaji. Wanawake wengi ambao wanapata saratani ya matiti huanzia miaka 50 na kuendelea, na walio wengi miaka 51 ndo wako wengi katika grupu hilo. Lakini pia ina uwezekano wa wanawake chini ya miaka 40 kupata saratani ya matiti, na hii huwa ni kwa sababu ya saratani ya matiti ya kurithi. Kwa hiyo saa nyingine tunaweza tukapata hata watoto wa miaka 26 wanakuja tayari wana saratani ya matiti, na hiyo mara nyingi tunajua ni ya kurithi, na hiyo inakuwa pia matiti mawili yanaweza kutokea, inakuwa ya umri mdogo, ya matiti inawezekana mawili. Kwa hiyo tukishaona vile tunajua kuna uwezekano hii ni ya kurithi, na pia anakuwa na historia kwa ndugu zake watakuwa wameshapata hiyo saratani ya matiti. Kwa mama aliyepata saratani ya titi la upande mmoja, kuna uwezekano pia wa titi la upande wa pili likapata pia saratani. Hii inawezekana kabisa kwamba chembe za saratani zimeendelea mwilini na kuambukiza kukimbilia katika titi la upande mwingine kama hakutibiwa. Lakini pia kama nilivyosema kwamba wamama ambao wana saratani ya kurithi huaga wanapata saratani katika titi lingine la upande mwingine. Kwa hiyo hii inawezekano upo, na pia tiba yake tunatoa kulingana na vihatarishi ambavyo mama amepata. Dr. Lema,
Mwanamama ambaye hajawahi kuzaa ana nafasi gani ya kupata ugonjwa huu wa saratani ya matiti? Lakini pia kuna tetesi zinazungumzwa kwamba kina mama wanene wana hatari kubwa sana kupata huu ugonjwa wa saratani ya matiti. Hili lina ukweli kiasi gani? Hili la ukweli kwa sababu mwanamama ambaye hajawahi kupata mtoto anakuwa kwenye kihatarishi cha kupata saratani ya matiti kwa sababu zile hormones za estrogen kwake zinakuwa nyingi na wala hazijawahi kuingiliwa na hormones za progesterone ambazo zinakuwa nyingi wakati mwanamama ambaye yuko mjamzito anakuwa nazo nyingi. Na estrogen huwa ni nyingi katika maziwa na zile receptors zinakuwa ziko nyingi kwa baadhi ya wamama ambao wana saratani ya matiti. Kwa hiyo inampa kuwa katika nafasi ya kupata saratani ya matiti kama hana hiyo balance ya estrogen na progesterone hormones. Wamama wanene pia wanakuwa kwenye kihatarishi cha kupata saratani ya matiti kutokana na kwamba pia katika seli zao hamna mzunguko mzuri wa damu, na pia huo unene unachangia pia ile estrogen kupata kasi kabisa zaidi ya kubadilisha titi ile na kuweza kupata kansa. Kwa hiyo mama wanene pia tunashauri wawe wanapunguza uzito, uwe katika BMI ambayo iko nzuri, normal. Ndio maana tunashauri watu wafanye mazoezi. Ukifanya mazoezi unapunguza kihatarishi cha kupata kansa matiti kwa 14%. Kwa hiyo wamama tunashauri kweli kabisa mazoezi ni muhimu na pia kupunguza uzito. Dokta, mwanamama ambaye amechelewa kukoma hedhi yake mpaka zaidi ya miaka 55, kuna uwezekano wa kupata saratani ya matiti? Lakini vipi kuhusiana na ukomo wa umri, hasa ambapo mwanamama akiwa na umri fulani pengine atakuwa hayupo katika hatari ya kupata saratani ya matiti? Mwanamama ambaye amechelewa kukoma hedhi anakuwa kweli kwenye kihatarishi cha kupata saratani ya matiti kwa sababu bado tunaenda kwenye ile hormone ya estrogen ambayo inakuwa imekaa muda mrefu katika mwili wake. Kwa hiyo inampa kihatarishi kwa kupata saratani ya matiti. Na pia umri ambao unapendekezwa kwamba mwanamama haya anafanyiwa screening kwa wale wamama kawaida ambao hawana vihatarishi ni umri kuanzia miaka 50 mpaka 74. Lakini kuna hawa ambao wana vihatarishi ambavyo tumesema kwamba unaona ndugu yako alishapataga saratani au vile kwa wale ambao ni uwezo wanaenda kusoma juu ya vinasaba. Pale tunashauri kwamba watu wafanye screening miaka 10 kabla. Lakini katika jamii yetu tunapata hata wagonjwa wa miaka 26. Kwa hiyo mara nyingi katika kampeni zingine tunachukua wanawake ambao wanaanzia miaka 20 au tunawafanyia screening. Kwa hiyo kujua vihatarishi inasaidia sana. Elimu ya kujua vihatarishi inasaidia sana kwa mwanamama kujua lini aanze kufanyia screening. Kwa hiyo tunawahamasisha wawe wanajua vihatarishi na kujua historia za magonjwa katika familia zao. Kwa upande wa wanaume, saratani yao mara nyingi inasababishwa na kurithi, genetics. Na hizo vinasaba ni breast cancer namba 1 na breast cancer namba 2. Na mara nyingi wanaume ni breast cancer namba 2, ambapo wanaume watajikuta kwamba wamepata saratani ya titi, na mara nyingi wanaume inakuwa ni ngumu kuja kwenye matibabu kwa sababu inakuwa wameona aibu kuja hospitali, na pia wakija huku inakuwa imesha sambaa. Kwa hiyo tunashauri pia wanaume waulize katika familia zao, wawe na dadisi kwamba kama kuna matatizo hayo ya kansa za maziwa, na pia wawe pia wanajichunguza vile vile wenyewe, na pia wakiona uvimbe ambao wanauhisi sio wa kawaida waje kwa watoa huduma,
kuwafanyia vipimo na kujua hatima ya matatizo ambayo wamekuja kwa watoa huduma kwa ajili yao. Mwanamama ambaye ana matiti makubwa, uwezekano wa kupata saratani hii ya matiti ukoje? Lakini vipi kwa upande wa mabinti ambao sasa hivi wako mabinti ambao wanayakuza maziwa yao kwa sababu zao wenyewe, uwezekano wao wa kupata maradhi haya ukoje? Wanamama ambaye anakuwa na matiti makubwa anakuwa katika kihatarishi cha kupata saratani ya matiti, kwa sababu pia tumeshaeleza kule kwamba kuwa na uzito ambao ni zaidi na hata pia kwenye ziwa inakuwa pia ni kihatarishi kwa kuleta saratani ya matiti. Mabinti ambao wanaongeza matiti yao kwa njia ambazo sio za kawaida pia wanajiweka katika vihatarishi vya kupata saratani ya matiti, kwa sababu pia wanaweka kemikali katika miili yao, na pia ukubwa wa ziwa nao pia unachangia kuweka kihatarishi cha kupata saratani ya matiti. Kwa hiyo tunashauri kwamba mabinti wao wanaacha matiti yao yawe kawaida ili kupunguza uwezekano wa zile kemikali kuleta saratani sio ya matiti tu au hata sehemu nyingine katika mwili. Matibabu ya magonjwa haya saratani ya matiti, Dokta, yapo? Na kama yapo katika hatua zipi? Na pengine kuna changamoto gani ambazo mnakutana nazo za kitabibu katika shughuli zenu za kila siku? Matibabu yapo, na katika hili tunapenda kueleza kwamba wamama wakiwahi 90% ambao wanawahi wanaweza wakakaa survive kwa miaka 5 na ikawasaidia sana. Kwa hiyo tunashauri kwamba wawahi. Na matibabu yaliyopo ni kwamba kwa hapa Tanzania tunatoa ziwa lote. Na tunatoa ziwa lote kwa sababu hatuna vifaa ambavyo vingeweza kutuwezesha kutoa uvimbe tu peke yake, kama ni uvimbe uko mmoja na pia uko katika saizi ndogo. Lakini baada ya kutoa ziwa lote, tunashauri kwamba wamama waende kwa ajili ya mionzi na pia kwa ajili ya dawa za drip. Kwa sababu wasipoenda kufanya vile, lile ziwa tumelikata, damu zimemwagika pale, na pia zile damu zinaweza zina chembe za kansa, kwa hiyo zinazunguka katika mwili. Kwa hiyo kupata zile dawa za drip ni muhimu sana, kufuatilizia zile chembe zingine ambazo ziko kwenye damu. Hapo ni katika matibabu, lakini kwa wenzetu wa nje wanaweza wakafanya matibabu ambao ziwa linakuwa linahifadhiwa. Unatoa tu uvimbe ule, baada ya hapo mgonjwa anaenda katika mionzi baada ya wiki 6 na pia anaenda kupata drip. Kwa hiyo tungehitaji kwa Tanzania vifaa vya kutuwezesha kufanya operation za aina hizo. Dr. changamoto zikoje katika ufanyaji wenu wa kazi na huu ugonjwa wa saratani ya matiti? Lakini pengine ujumbe gani kwa jamii, hususan kina baba ambao hata hii saratani ya matiti na wahusu? Changamoto tulizo nazo kwanza kabisa ni upatikanaji wa dawa baada ya kufanya operation. Upatikanaji wa dawa za drip baada ya operation, wagonjwa wetu wengine hawawezi, na pia mionzi wanapewa tarehe za mbali kufanyiwa mionzi. Hiyo ni changamoto kwetu sisi, kwamba matibabu yetu hayaendi katika mlolongo unaotakiwa. Lakini pia kwa wananchi tunapenda kuambia kabisa kwamba wamama wengi utakuta hata ni muelewa, lakini bado haji mapema. Tunawashauri kwamba ukiona uvimbe wowote ule, njoo mapema hospitali. Usizunguke huko alafu ukaje huko umechelewa. Na vile vile ninatoa wito kwa Watanzania wenzangu kujitokeza kwa wingi kuja kupima saratani ya matiti na shingo ya kizazi, wanawake kwa wanaume. Tunasisitiza wanaume wasione aibu kuja kupima afya zao, kwa sababu tunahitaji, ambao ni nguvu kazi ya taifa. Kwa hiyo tunawakaribisha Mwanza tarehe 15 na tarehe 16 kwa ajili ya uchunguzi wa saratani ya matiti na shingo ya kizazi. Kwa hiyo tunawakaribisha wananchi wa Mwanza na mikoa ya jirani, mje kwa hamasa, mwambie jirani yako
mwambie rafiki yako, mwambie baba yako, mwambie mama yako kwamba kuna kampeni ya kuchunguza saratani ya matiti na mlango wa kizazi katika mkoa wa Mwanza na mikoa mingine. Karibuni, tunawahamasisha mje muungane pamoja nasi kutokomeza saratani hizi ambazo zinaweza kupunguzwa kwa kiasi kikubwa kama tukifanya uchunguzi mapema. Nakushukuru sana Dr. Mwanaffisha Lema kwa maelezo yako marefu, mapana sana na elimu kubwa ambayo umeweza kutupatia. Mtazamaji wa ITV, huyo ni Dr. Lema kutoka Hospitali ya Taifa ya Muhimbili, ambaye pia ni mjumbe wa MEWATA lakini mtaalamu wa ugonjwa huu wa saratani ya matiti. Mengi ameeleza na ni jukumu la mimi pamoja na wewe na jamii kwa ujumla kuweza kujiweka mbali na viashiria hatarishi vyote vya ugonjwa huu wa saratani ya matiti. Lakini kama ambavyo ameeleza, kesho kutwa kwa maana tarehe 15 na 16 ya mwezi huu wa 11 kutakuwa na kampeni kubwa ya kufanya uchunguzi wa saratani ya matiti na shingo ya kizazi ambayo itafanyika kule mkoani Mwanza pamoja na mikoa ambayo iko jirani ya mkoa wa Mwanza. Kwa hiyo ni jukumu lako wewe mama, baba, lakini hata watoto kuweza kujitokeza katika kampeni hiyo na kuweza kufanyiwa huu uchunguzi ili kuweza kujiweka mbali na hatari ya kupata ugonjwa huu wa saratani. Mtazamaji wa ITV, na kwa kufikia hapa kipindi hiki hakina tena la ziada, na kushukuru sana kwa muda wako kuweza kutazama kipindi hiki. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vyote vinavyoendelea hapa ITV, lakini pia nikutakie wakati tulivu. Kwa niaba ya kila alifanikisha kipindi hiki, mimi ni Othman Suleiman. Asanteni na kwaherini. Kwa maoni na ushauri tuandikie kupitia info@itv.co.tz. ITV Super Brand Afrika Mashariki.